inaonyesha hapa ni kituo kweli kweli, maana kinakusanya watu kutoka sehemu zote, si ndio? Hapa tukianza kuulizana umetoka hapo, utakuta kwa na Unyambo yuko huko. Utakuta wa Mitunduruni yuko huko. Kwa hiyo hii inaleta maana halisi ya kituo. Ndugu zangu, na mimi niungane na wenzangu kumshukuru Mungu kwa mipango yake. Leo tumefika hapa, lakini niwashukuru na nyinyi kwa kuitika wito, maana ilikuwa ghafla. Tuna vikao, tunafundisha. Tunajua si wageni. Unaambiwa bungeni utapita hivi, utafanya hivi. Lakini jana nilikuja nikasema weekend hata nirudi nyumbani. Lakini sasa kwa nini situmie nafasi kuongea na watu kuliko kukaa tu hivi? Kwa nini nikashauriana na viongozi wangu wakawa tayari, tukampigia katibu na yeye akawa tayari akasema mnapatikana. Kwa kweli nawashukuru sana na Mungu awabariki. Amen. Mimi naitwa Yagi Maulid Kiaratu, mbunge wa jimbo la Singida mjini. Tumeanza uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini miongoni mwa eneo nililopita ni hapa kwenye Kahawa. Na nimshukuru sana kakaangu Isaya yule pale. Alininyang'ania kweli, pale kuna watu wengi, tondo kaombe kura. Kumbe lengo lake nifika hapa afa nichomekea. Akanambia hapa bwana. Kwa na safari ya leo ni Isaya. Akanivuta kuna watu nilipofika hapa akanikandika, basi nikasita namna. Lakini yote ni njia tu, kwa sababu kazi ya kiongozi ni kuhakikisha kama wananchi wake wanapata utulivu, wananchi wake wanasikilizwa, lakini kikubwa tunakuwa tuko pamoja, tunapata nafasi ya kuongea kama hivi. So lazima kila saa tuseme twendeni stendi ya zamani kuna mkutano, wakati mwingine tuwafuate nyinyi kwenye maeneo yenu ili tuongee, tuwasikilize na nyinyi mtusikilize. Wakati mwingine hata hakuna la kusikilizana, tunakaa tunakula sayu tu. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa hiyo na mimi sasa ndajifunza kunywa kahawa, mzee Shabani. Kwa sababu ni chungu, nitakuja na kashata zangu 2-3 Hii yote ni kuchangamana na watu wako ili mfahamiane, muongee, mkubaliane baadhi ya mambo na wao wakupe baadhi ya mambo. Maana mimi nimetangulia tu, sio kwamba mimi ni mahiri, lakini nimepata bahati ya kutangulia. Nina kila sababu ya kuwasikiliza nyinyi, mnishauri, mnikosoe, na wakati mwingine hata moyo wakali kidogo kama naenda ndivyo sivyo. Nitakasirika, lakini baadaye nitafikiria watu wako wajinga kuniambia. Baadaye tutaelewana, tutakwenda sambamba. Kwa msiniogope, mimi ni kiongozi wenu. Wakati wote nitakapokuwa na fursa tutaonana. Sina fursa nyinyi sijawakumbuka, nyinyi mna haki ya kuniita pia. So lazima mimi tu nilazimishe kwamba nakuja, na nyinyi mnaweza kuniambia mheshimiwa kama una nafasi ndio tuongee, tuna jambo letu, si ndio? Nilichomekea Isaya na nilimkuta mzee Shabani kama sikosei siku hiyo, japo watu hawakuwa wengi. Lakini kaka yangu ya haya nilikuwa naongea nao wakati meya. Sikupata tu bahati ya kuja hapa. Naambia bwana pale sisi tuna klabu yetu, imesajiliwa na DMT, Kinde ndo mwenyekiti na nini. Yaani hii picha nilikuwa nayo. Lakini leo namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika hapa na nimejionea. Kwa kweli michezo ni mingi mwenyekiti. Unaona mabao haya hapo, madraft haya hapo. Lakini na ipo, nadhani na karata zipo, si ndio Ndio. Kwa hiyo ni nafasi ya nzuri ambayo inawakutanisha watu wengi. Tunasemaga tu vijana ndo wahovyo, si ndio? Hata wazee wahovyo wapo. Si ndio? Umetafuta riziki tangia asubuhi. Sisi wa mjini tunajuana tunalala na sifuri. Si ndio Ukiamka asubuhi unatoka ukipiga 500 unarudi nyumbani. Ununue sukari 200 na viazi, si ndio? Alafu unatoka tena kugagariza kupata 2000 unarudi mchicha na unga, si ndio? Alafu unaona umemaliza. Sasa ile umemaliza ni saa 10, si ndio? Unaenda wapi? Kama una mahali pa kwenda, manake mwisho tunajuana. Mimi mtoto wa Majengo. Si ndio Tunajuana, kuna vijumba vya gongo, kuna wamama wanalangua, si ndio Usipokaa vizuri utaenda kule siku na 500 imebaki. Sasa ndio hapo tunasema na wazee wa ovyo naye. Lakini ukisema ngoja niende pale kwenye draft, kwenye bao, kwenye nini, si ndio? Hata kama uchezi, ukaweka jicho, ukasikia huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, muda unaenda
ikifikia saa 1 unaona ya nini sasa, bora nirudi nyumbani, si ndio Na mkusanyiko huu, mheshimiwa mwenyekiti, sio mdogo. Historia inatuambia hata wakati wa kupata uhuru Mwalimu Nyerere alikuwa anaenda kwenye mabao ya wazee, wameinama wanaangalia kete, lakini wanapanga yao. Na mimi najua hata leo maneno yote ya mjini yanapikwa huko. Kweli uongo? Kweli uongo? Akibeba mtu akakubeba vizuri, utabebeka vizuri kwenye kahawa na habari. Kweli uongo? Akitaka naye kukuharibu, atakuharibia humo kwenye kahawa. Kwa hiyo hivi vikao sio vidogo, ni vikao vikubwa. Mimi nafurahi kwamba amani imetawala, umoja upo, mshikamano upo, mnazungumzika, mnasikilizika, si ndio Hilo ndio jambo kubwa. Kwamba mnaweza kukaa masaa 2 matatu mkaongea, mkaelewana, mkacheza na kila mtu akatoka kwa amani. Hilo ni jambo zuri. Watu 100 na sio rahisi. Kila mtu anatoka kule mchana kutwa, mwingine amesumbuka kupata riziki, akili imeharibika, lakini akifika hapa anapata utulivu, mnasikilizana, mnacheza na mnaachana kwa wema, si ndio Mimi niwapongeze sana. Kwa hiyo nimesema niwaletee TV. Najua nyinyi ni watu wazima, mtaitunza. Kuna wakati unatamani kucheza draft hapa, lakini kuna mpira unachezwa na hapa huwezi kuangalia, si ndio? Inabidi siku hiyo uchague moja, nikose mpira au nikose draft, si ndio? Kwa hiyo sasa tunaweka kituo kinakuwa na mambo yote hapo hapo, si ndio Ukiingia utacheza draft yako, utasikiliza rais anahutubia, utaangalia mpira, lakini unapata na kakahawa unateremshia. Hapo vipi? Hapo sawa. Hapo vipi? Hapo sawa. Kwa tunataka tuwaweke watu wetu wakae vizuri, wasikilizane, kuwe na utulivu. Na hata kama una ujumbe ukiuleta hapa unakuta watu wana amani, unaufikisha vizuri. Amesema hapa vizuri mwenyekiti. Sisi Singida tulifanya uchaguzi tarehe 29, si ndio? Kila mtu, hii ni siri, lakini najua wote mlipiga kura. Tulitoka tukapiga kura kwa amani, tukarudi nyumbani kwa amani, tukasikiliza matokeo. Lakini wakati huo tulikuwa tunasikia wenzetu wana shida. Kweli si kweli? Hilo sio jambo zuri. Nimesema mimi ni mtoto wa Majengo. Tunajuana hawa mjini kati, si ndio? Tuache wala wapembeni wanaelima na kufuga. Sisi wa mjini kati tunajuana, wengi hatuna kazi. Sisi wengi ni wabangaizaji, wajasiriamali wadogo wadogo, si ndio Wenzetu walifungiwa siku ngapi? Siku 5, si ndio? Hebu jifikirie wewe, unaambiwa hakuna kutoka ndani siku 5. Ungeishi? Na watoto na nini? Mimi nawashukuru, tulijitunza, hatukufanya vurugu, tukaendelea kubangaiza maisha yetu, hali ya kuwa tunaomba amani tawale ili mambo yetu yaende. Siku 5 kwa kufungiwa ndani ni nyingi sana. Lakini kuumia kulikuwepo. Fikiria mtoto wako ametoka, alafu anaenda kuvunjwa mguu kule. Hakuna yule alohamasisha, wala hakuna serikali, unabaki mzigo wako. Unaenda Makiungu pale, unaambia operation ifanyike milioni 1. Ulikosa 500 ya kula, milioni 1 inatoka wapi? Hakuna. Kwa hiyo wakati mwingine tukubali kushindana kwa hoja kuliko kushindana kwa nguvu. Tanzania rais wetu ni Mama Samia. Na naomba niwaambie, hivi akija mtu hapa akakuuliza rais wako nani, unasemaje? Wewe umpendi kabisa, unasema rais wako nani? Hauna namna, utasema rais wangu ni Mama Samia. Mpaka pale muda wake utakapoisha akatoka. Huwezi kusema nchi haina rais, kwa sababu alichaguliwa na akawekwa kwa madarakani na ndiye anayejulikana kimataifa na kitaifa. Sasa wale watu wanaokuambia tusikubali, tusifanye nini? Sisi tunaongozwa na katiba ya nchi. Wale wengi wamesema ni huyu. Nyinyi wachache kubalini ili mambo yaende, mjipange kwa ajili ya 30. Kama mtu wenu mnaona ni bora zaidi, muandaeni 30 mumtoe sokoni auzike, si ndio Kwa hiyo mimi niwaombe wananchi wangu wa Singida mjini, tunajuana. Hatuna uwezo wa kupambana kiasi hicho. Mimi niwaombe tutulie, tufanye biashara zetu, tufanye ujasiriamali wetu na tusikilize fursa.
kama zipo tuchangamkie, si ndio Fursa sio yale makundi manne tu mwenyekiti, sio wanawake, vijana na watoto. Na hata wanaume wana fursa. Tuzitafute japo tuna vimalipo vidogo vidogo. Sio sawa na kukaa bure. Tuna mabenki yetu hapa. Nyinyi kama kundi lilosajiliwa mnaenda kwa meneja. Sisi ni kundi lilosajiliwa, tunafahamiana vizuri. Tunatafuta mikopo ya vikundi. Wengi hapa hatuna nyumba za kuweka dhamana. Wanakwambia sisi kikundi kipo, hela zipo, masharti yetu ni haya. Mnarudi mnakaa hapa, jamani tunaendaje? Na mnajuana vizuri tabia zenu. Mnapata vimkopo vidogo vidogo, mnazungusha. Hapa tu ukienda mnadani ukileta kuku ni fedha. Nenda hapa Rezaura utauza kuku wako 20,000. Wewe umemnona 10,000 na ngapi? Padogo hapo. Maisha yanaendelea. Kwa ndugu zangu ni wasii sana. Nikisikia fursa nije niwaambie. Mkisikia fursa inawasumbua niiteni, mnaambia kuna fursa mahali inatusumbua, tuifuatilie, tufanye kazi, maisha yetu yaende, tumalize siku zetu kwa amani. Lakini mwenyekiti alisahau kuambia, tumeanza sherehe za CCM. Tumeanza sherehe za CCM kwa tarehe 27 uzinduzi utakuwa hapa Singida mjini kata ya Unyanga. Tarehe 29 tunazindua. Sasa ile siku ya uzinduzi wameweka michezo mingi, watakimbia, watakimbiza kuku, watavuta kamba, watacheza football, watacheza nini bao, watacheza drafti. Sijasikia zumna. Michezo iko mingi, mnakuja hapa afu mnaonesha michezo iko 1, 2, 3. Hiyo yote ni kunaongesha kwa weka watu pamoja. Sio michezo tu ni afya ya akili na mwili, lakini michezo ni udugu na umoja na mshikamano, si ndio? Leo mtu anatoka Majengo anakuja hapa, mwingine ametoka Kindai anakuja hapa, mwingine ametoka Runda anakuja hapa. Tunafahamiana, tunashikamana, tunatengeneza udugu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu tuendelee kushikamana. Lakini mimi nataka nisemeke mheshimiwa mwenyekiti, kama utaridhika pamoja na mashindano yote ulioweka, mimi nataka tumtafute mpika kahawa bora wa Singida. Hapa mnasemaje jamani? Kahawa sio vijio vyote vya mjini. Sasa tuwashindanishe mpaka Unyanga, Mwakoko, Unyanga sijui wapi. Tupate mpika kahawa bora wa Singida, si ndio? Ambaye anapika kahawa nzuri kabisa. Ambaye anajua kuwakaribisha vizuri wateja wake, si ndio? Alafu zawadi mwenyekiti sasa ya kwangu, zawadi ni ya kwangu mimi. Sio zawadi tu na Kakosta na Kodia, wapika kahawa tu. Sawa. Wapakie na makorokoro yao waende Unyanga. Fika unatafuta eneo lako utaonyeshwa. Mzee Shabani unapika kahawa yako nzuri, na mwingine hapo anapita tutafuta jaji wa kuonja. Alafu anasema nani ameshinda. Aleshinda zawadi mwenyekiti sikwati wewe. Zawadi ya uza kahawa ni ya kwangu. Sawa ndugu zangu? Wenda jaji akatoka humu, sinendo mnekunywa kahawa sana? Ndio. Mpaka ninywe kahawa kashata kawepo, sitajua hii nzuri au nini. Ninyi ndio mtajua, si ndio Kwa mwenyekiti utaupanga mpango vizuri. Tupate mpika kahawa, sio mnywaji, mpika kahawa. Mzee Shabani ukishinda ukipata jiko la gesi si unarahisisha hapa? Ukipata vikombe sinakuwa umekuongezea mtaji. Kwa hiyo mwatangazie kwa sababu hapa wako Singida nzima, mwatangazie na huko. Sawa. Kwamba tarehe 29 kuna mashindano mpika kahawa mzuri. Tutakubaliana watakutania Msufini. Gari itakuja pale watapanda watakwenda Unyanga, si ndio Tutatangazia Lakini michezo mingine ni ya mwenyekiti, manake shughuli ni ya kwake. Mimi leo nakufa na wauza kahawa tu peke yao. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, pesa kushirikisha mniwe radhi. Tulikuwa na wenzetu maafisa usafirishaji. Kama wiki ngapi zilizopita waliniomba kama wameshindwa kulipa kodi kwenye ofisi yao pale. Wakaniomba niwasaidie, na mimi leo nikaona nitumie fursa hii pia
kuwasaidia kodi, na leo nitawapa kodi ya miezi 6 ili wapate utulivu na tasnia hii ya wasafirishaji ni manake ni bodaboda na bajaji. Hapa Singida tuna bajaji labda 2000, tuna bodaboda labda 2000, ukizijumlisha 4000 alafu zimeshikwa na vijana wetu na wazee wetu, utaona ni namna gani imetupunguzia uzito wa kukosa ajira, si kweli? Ndio. Fikiria watu 4000 wale wangekuwa hawana kazi, ingekuwaje? Mtihani. Ingekuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo nao lazima tuwatie moyo kwa namna yoyote ili wapate utulivu wa kufanya kazi zao. Kwa hiyo mimi mbunge wao leo tawalipia kodi ya miezi 6 wapate utulivu. Na mimi ninafurahi kama ni watu ambao